Tumalize na hili kuna majeruhi jana, baadhi ya wachezaji wamemzungumzia Anise Toura, lakini Alassane Kante kuelekea dabi, tunafahamu ni mchezo mkubwa huu bado unaendelea. Vipi taarifa ya majeruhi kwa baadhi ya wachezaji, wanaendeleaje? Baada ya hiyo pia uzungumze na mashabiki kualika sasa rasmi Mei 3. Ya majeruhi tulipata wengi pale, Kibabage aliumia, Anise Toura aliumia, Kagoma vile vile. Hadi mechi ilikuwa very tough, na wapinzani wetu na wenyewe lazima tuwape heshima yao. Wametupa mchezo mgumu kweli kweli, walipambana pakubwa sana. Wameonesha ubora wao na resistance ya kiwango cha hali ya juu sana. Haikuwa mechi ya upande moja kwamba tumemtawala kwa dakika zote. Ziko nyakati ambazo alitusumbua sana, na ziko nyakati ambazo alituweka roho juu, na ziko nyakati ambazo tuliamini tungeweza kupoteza ule mchezo. Kwa hiyo haikuwa mechi ya kustarehe hata kidogo, ilikuwa ni mechi ya kuhangaika kama upo kwenye oven unaiva namna hii. Lakini yote kwa yote amefanya kazi bora mpinzani wetu, na sisi tukamuonesha ukubwa wetu na endurance kucheza dakika 120. Kwa hiyo kwa hilo tunawapongeza wapinzani wetu, na sasa kazi bado inaendelea. Kikubwa ni kwa mashabiki wetu wa Simba, kama ambavyo nimesema awali ya kwamba kazi hatujaimaliza. Tushangilie, lakini tusifurahi kupitiliza. Tujiandae na mechi ya tarehe 3. Hiyo ndiyo mechi muhimu kweli kweli. Pengine leo Mungu akijalia tunaweza tukatangaza viingilio hapa sasa, baada ya kutua na kwenda ofisini kwenda kunana na mtendaji mkuu Bi Zubeda Sakuru, anipe maelekezo ya mpango mzima wa viingilio. Tutawatangazia wana Simba viingilio vyetu, na baada hapo, baada ya kutangaza, tunawaomba mashabiki wa Simba na mashabiki wa mpira kununua tiketi kwa haraka kwa ajili ya kuja kuiona Simba yao na kuja kuiona dabi. Na wakumbusha tena, kiwanja cha Meja Jenerali Isamuhyo kinaingiza watu wasiozidi 12,000. Maana yake ni kwamba tumeshazoea kununua tiketi kwa kusuasua, kwa sababu ni Benjamin Mkapa yenye watu 60,000. Hii ni watu 12,000 ama 13,000 ama 11,000 pekee. Maana yake ni kwamba hautakiwi kuchelewa. Tiketi zikianza kuuzwa, unanunua tiketi yako, unakuwa salama, unakuwa na uhakika wa kwenda kumuona mnyama siku ya tarehe 3. Na kamuungano ketu tutaenda nako uwanjani siku hiyo.